kuitwa Mungu inawezekana kuna na mwingine, kama wanavyosema baadhi ya watu Mungu Baba, Mungu Mwana, kuna mwingine akataka itumike ahad. Allah is alone. Usiwe na fikra ya Mungu wa pili. Lugha hizi kuna ahad, kuna wahid, kuna uhada kwa maana ya furada. Sasa walakad jitumuna furada, ukienda kule katika nisa, fankihu ma taba lakum minan nisai mathna. Lugha hii Mungu akusema fankihu ma taba lakum minan nisai ithnataini. No, lugha ya Qur'ani ieleweke. Hakusema oweni munaowapenda au kwa mujibu wa kile kinachowavutia kutoka kwa wanawake. Kuna vitu kidogo hapo sitaki kuishi tafsiri ya aya hii, napita juu tu, maana kuna makorokoro hapo. Tafsiri ziko karibuni 2-3 hapo kwa mujibu wa aya. Sasa tupite hii nyepesi mpaka wa makonde waelewe. Fankihu ma tala lakum minan nisai mathna. Akusemi ithnataini, oweni kwa mujibu wa yule aliyewavutia kwa wanawake au mumpendaye wawili. Mathna, wawili. Sasa wasioelewa wakachanganya 2 jumlisha 3 jumlisha 4 unaruhusiwa kuoa 9. Mungu akusema 2 na 3 na 4, kasema wawili au 3 au 4, sio 4. Sio kama Kiswahili changu kinaeleweka. Sasa hapa kwenye aya 94 An'am, walaqad ji'tumuna furada, na wallahi kwa hakika siku ya kiyama mumetujilia kila mmoja kivyake. Furada, kila mmoja kaja kivyake. Kama khalaqnakum awwala marra, furada, tanazum hiyo. Ikiwa walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra, furada faishu fi hayatikum furada. Hii ndio falsafa ya aya. Unapoitoa katika taarifa ya kiyama ukaileta katika fiqhu la amali, maana yake faishu fi hayatikum furada. Siku ya kiyama mabwana, kila mmoja atafika katika uwanja wa kiyama kivyake. Na hii ni kwa sababu tulipozaliwa kila mmoja alizaliwa kivyake. Kama twajua kila mmoja aliishi kivyake, na siku ya kiyama kila mmoja atafufuliwa kivyake, tafsiri yake tunatakiwa tuishi kila mmoja kivyake. Ishi maisha yako, usiize maisha. Mimi nimeoa, mabwana wakubwa mmeoa, na wazee mmeoa, lakini kila mmoja mfumo wa maisha yake ni kivyake. Ukitaka kuyakopi maisha ya fulani kwenye nyumba yake na mkewe uyalete kwako, utaharibikiwa. Na usitufate mashehe tufanyeje, tunataka dua, uliacha njia. Wa man akhta'a tariqa walla, yoyote mwenye kuacha njia ufika akafanyaje, apotea. Haiwezekani unakwenda Tegeta, Kariakoo, umepanda gari ya Mbagala, unapotea. Mjomba, Tegeta sio huku huku Mbagala, Tegeta huku. Alamul aulana, ulimwengu wa utandawazi, ukaleta wanamume kuvaa vigugu. Watoto wetu tukaona ndio ujanja, badala ya kuishi maisha yao wanaia kwenye nini? Kwenye TV huko Ulaya, anavaa kigugu, baharia anavaa herini, anavaa kidani. Ishini Wazaramo nyinyi na Wanengereko maisha yenu. Mzaramo mtoto wa kiume na kidani wapina wapi? Igiza jambo ambalo lina impact bora
lina faida bora. Kwa mfano, nimevaa saa mimi hapa, anamuona na imamu wangu Sheikh Juma kavaa saa, mimi nimevaa mkono wa kulia, mwingine kavaa saa yake mkono wa kushoto. Nitamuuliza kama nimevaa mkono wa kushoto, Sheikh Juma, tumezoea tunavaa saa mkono wa kushoto, wewe mbona umevaa kulia? Mimi nimeamua tu. Unaachana naye, unamtafuta mwingine, na yule naye kavaa kulia. Bwana bwana, umevaa saa kulia. Kuna thawabu za dezo. Kuvaa saa kulia kuna thawabu za dezo za bure bure. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapenda mambo yake mazuri kuyafanya kuliani. Kwa mimi nimevaa kulia pale mlango na kuiga Mtume ili nipate thawabu za dezo. Wewe unaiga kwa sababu unakimbilia nini? Thawabu. Maigizo yako ni bora. Umekwenda kwa Mziwanda, umeona watoto wamefunga rasta vichwani. Sheikh, mbona watoto tena wana rasta? Basi tu bwana wewe. Kwanza mimi mwenyewe hata sijui mama yao huyu. Usiige bila ya kuuliza kwa nini. Na wao nasema kuanzia mwezi 25 mabinti zangu nitawafunga marasta. Acha kuigiza, ishi maisha yako. Wazaramu na wandengereko wanasuka vitunguu, mangongo, matuta ya viazi, kilio, ndio misuko yao. Watoto wenu wasukeni hivyo, wapunguzeni nywele. Musiigize wazungu wakaweka nini? Rasta. Wa ila ukitaka kuiga, nenda kwa shehe. Hivi ile inakubalika? Shehe atakwambia nyumba inapungua baraka kukiwa na watu wanaweka marasta, wanaunganisha nywele. Nyumba baraka inapungua kama sio kuondoka, bali na laana inaingia. Si ndio hivyo? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaapiza na kuomba laana kutoka kwa Allah kila mwanamke anayeunganisha nywele, na fundi ambaye kazi yake kuwaunga wenziwe, naye laana. Lakini mpaka yule mido naye laana. Wewe umeona akili na kwambia imependeza. Nywele za mwanadamu zina rangi 3. Kuna nyeusi, kuna browni, sio ni. Shekhe, we ndege, ishi maisha yako. Wale watoto wako kwenye tamaduni zenu, kukutoa kwenye tamaduni kuwe kuna faida kubwa sana. Usiigize. Maigizo mengine yana tafsiri mbovu, maigizo mengine yanakwenda kutupeleka mabaya. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. Siku ya kiyama waumini tutakwenda mbele ya mahshari ya kiyama, kila mmoja kivyake. Kama ambavyo Allah ametuumba mara ya kwanza tumekuja duniani, kila mmoja kivyake. Kama tunalijua hilo, tujipange na safari ya kwenda siku ya kiyama kwenye mahesabu. Tujipange hiyo kivyako. Unaendaje? Ishi kivyako. Ukitoka katika mfumo wa kuishi kivyako, uwe na sababu za msingi zinazoingia akilini. Usiigeige. Waislamu tulipoteza shauka. Kuna mahala padogo sana tulikosea. Tulipoteza shauka, nguvu ile Muslim power ya Waislamu tuliipoteza. Kazi kubwa sana wameifanya watu wa mihadhara. Allah awalipe kwa jitihada zao. Wamefanya kazi kubwa sana kuamsha watu kuhusu dini. Wamefanya kazi kubwa sana
kuwarejesha Waislamu katika nafasi yao, lakini kuna mahala padogo tukakosea, padogo sana. Kuwa kila jambo tunalolitaka Waislamu tunatumia nguvu na kulaaniana. Hapa tulikosea. Na watu maadui wa Uislamu walitumia mwanya huo kwamba Waislamu ni watu wa makelele tu, hawana jambo. Tulishindwa kuishi maisha yetu kama Waislamu. Kule nilitoa mifano maisha yetu kama watu, alafu kuna maisha yetu kama Waislamu. Kuna maisha yetu kama wanadamu, alafu kuna maisha yetu kama Waislamu. Waislamu tuna maisha yetu. Moja ya maisha yetu kuwa ni wingi wa fikra. Muislamu hutakiwi kuishi bila ya kufikiri. Siku moja niliwahi kusema, kuna bwana alifikia kuandika abiul aqla, mpaka watu wakashangaa, nauza akili. Kuna mtu anazo nyingi ndani, anauza. Kaandika vikaratasi, ndio akili anakupa kikaratasi. Watu walijadili wakakubaliana, twendeni tukanunue hizo akili. Mtu wa kwanza kwenda kaambiwa kiasi gani, kaambiwa $5, akatoa $5, akatoka na kikaratasi akili bwana. Anafungua ndani, la ta'mal qabla tafakkur. Usifanye chochote kabla ya kufikiri. Ushauziwa akili. Kenda kawaonesha wenzake, nenda na wewe uone atakupa akili gani. Na mwingine, wote watatu waliokubaliana kwenda walitoka na neno moja, la ta'mal qabla tafakkuri. Usifanye lolote kabla ya kufikiri. Mfano, la qaddar Allah, Mungu anusuru. Unakwenda kwa mzee yule pale, unakwenda kumwambia mzee, nimekuja, kuna taarifa gani? Na wasiwasi mkeo anatembea na fulani. Sasa kabla ya kumwambia, fikiria nini kinaweza kikazalikana baada ya wewe kumpelekea kauli hii. Fikiri. Na huu ni msingi katika misingi ya maisha ya Waislamu. Tuishini maisha yetu, tusiigize maisha. Moja ya maisha yetu kuhakikisha kila jambo letu tunafikiri. Moja. Jambo la pili la Waislamu, atasaburu, kujengana katika uvumilivu. Wakati wote tunajengana katika uvumilivu. Subra. Tulipoamua kuhama kutoka kwenye subra, Muislamu naye anaondokewa na ndugu yake kwa lugha zetu ghafla. Hizi lugha zetu lakini kwa dini hakuna kifo cha ghafla. Kwa mujibu wa dini, ghafla hukutegemea ukujua, lakini Qur'ani ishasema kullu nafsin dha'iqatun. Mshapewa taarifa mtakufa, unasemaje ghafla? Kuambiwa unakufa. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Ukuambiwa kama utakufa, ghafla imetoka wapi? Kwani Mungu kasema amufi mpaka muumwe? Shambiwa mzee, wakati wote kutoka hapo. Juzi imetokea mtoto anasoma mada ile, anaanza tukaanguka kafa. Hiyo madrasa zetu, qala rasul, mtoto anasoma, anaanza tu dakika 2 ya kufika kaanguka kafa. Sio ghafla, taarifa mnayo. Alamul maniyati lilbariyati jari, ma hadhihi dunya bidari qarari, bainama almar'u yura mukhbiran hatta yakuna khabaran min al-akhbari. Tangazo la kufa kwa viumbe wote tayari lishatoka. Tangazo linasema dunia hii si nyumba ya kudumu. Mwaweza mkakaa mkamuona mtu anatoa maelezo
kama mnavyomtazama Mziwanda hapa, yeye leo anatoa maelezo, hatimaye mnakuja kusikia yeye ndio maelezo yenyewe. Anatoa story, kesho yeye ndio story yenyewe. Si yule, hakuna asiyejua. Tulipoacha neno subra na fikra, Muislamu anaondokewa na ndugu yake katika sura hiyo tunaoita ya ghafla. Anabeba shuka aliyooshewa, tena anaidai kwa Shemaita, ili shuka mlimoshea kaitaka, anaipeleka kwa mtu, anaichungulia. Huyu karogwa, nyumba ya tatu kuna mtu mweusi mnene. Shehe, dunia hii inawezekana nyumba ya tatu asipatikane mweusi? Huku weusi wa lazima wawepo tu. Huyu anatafuta sababu ya kukugombanisheni. Ishi maisha yako. Hebu nenda kwenye aya ya 4 surati Al-Lail. Huyu ndio Mungu aliyetuumba. Aya ya 4 surati Al-Lail. Inna sa'yakum la shatta. Mungu anasema hivyo. Tena kalamu muakkadun, maneno yanasisitizwa. Wewe unataka tufanane? Hakika sa'yakum, harakati zenu, mishemishe zenu, wallahi kwa hakika ni zenye kutofautiana. Kuna mwingine yeye usimtoe kwenye dini, akimaliza fardhi hana sunna, na kabla ya fardhi hana sunna. Muislamu sio Muislamu? Muislamu. Usimtoe kwenye dini kwa sababu hana kablia wala baadia. Yani yeye katika mishemishe zake za kidini anaona apambane, asimame katika wajibati to. Lakini mwingine hata kama itakuwa kama Isha ina 4 ama dhuhuri, ataswali kablia 2, atapiga 2, hana tahiyatul masjid. Muislamu sio Muislamu. Alafu kuna mwingine huyo abakishi kitu. Kuna mwingine abakishi kitu. Akitawadha ataswali rakaa 2 sunna tadhu. Akiingia msikitini atapiga tahiyatul masjid. Akitoka kenda kunywa maji kakaa nusu saa, akirudi tahiyatul masjid tena. Yani umwambii kitu na sunna, abakishi kitu. Kuna mwingine ndevu anaziachia, mwingine anazipunguza, mwingine ananyoa kabisa. Ona watatu hapa. Huyu anaziachia. Japokuwa kwenye kuachia ndevu huku ya mkasimu ila Ismail kuna gawanyika sehemu mbili. Mwingine anaziachia ndevu kwa sababu kasikia Mtume kausia tutoe masharubu, tusiwe kama askari wa Kijerumani, tuachie ndevu. Mwingine ndevu anaziacha, ndevu za wawa. Yule mcheza mpira wa zamani hapa. Kwa lazima tujuane ndevu gani hizo zinazofuata sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama ndevu za watu wa mjini. Hapa tusimtoe mtu, inna sa'yakum la shatta. Mungu hakutaka mishemishe zetu zifanane. Wasioelewa dini, matokeo yake wanalazimisha watu wote wawepea. Sheikh, Mungu hajaumba hivyo. Ishi maisha yako. Mungu hajaumba hivyo tufanane sote. Mungu hajaumba hivyo. Na ndio maana ukisoma dini unaambiwa pepo ina vitengo 8, moto una vitengo 7. Liljannati darajatu walinnari darakatu. Kwa nini pepo ziwe vitengo 8? Maana yake mulitofautiana. Huyu atakwenda pepo ile, yule mwingine atapata pepo ya mwishoni. Basi hata motoni Mungu atunusuru sisi na wazee wetu na vizazi vyetu. Kuna watu watakuwa huko kwenye asili ya moto wenyewe kabisa, unakuanzia chini. Wengine watakuja afadhali kidogo mpaka inaisha 7. Kisha Bwana Mtume Muhammad akasema kuna watu watakuwa na adhabu nyepesi.
pamoja na kuwa maswahaba walipoisikia wakashtuka, yani hii ndio nyepesi. Mtume aliwaambia, inna ahwana ahli nari adhaban la rajulun tubahu fi ahmasi qadamaihi jaratani linnari yaqili bihima dimaghuhu. Hadithi ya Bukhari na Muslim. Amchelewe kusema dhaifu. Hakika atakayekuwa na nafuu kubwa kiadhabu siku ya Kiyama kule motoni ni mtu ambaye atabahatika, atapata zali kuwekwa makaa mawili ya moto akanyage. Yani yeye ndo anakuwa sufuria. Kaa moja anakanyaga mguu wa kulia, kaa la pili anakanyaga mguu wa kushoto, basi adhabu yake imeishia hapo. Huyo ndo adhabu nyepesi. Mtume akaendelea akasemaje? Yahli bihima dimaghuhu, utakuwa unachemka kwa makaa yale aliyokanyaga ubongo wake. Sasa hapa tena unasema, yani hii ndio nafuu. Hivi umekanyaga ubongo unachemka kwa kama uji wa ugali, kama ubongo unachemka, vipi kipande cha katikati huu mtaa wa kati kinapona kitu hapa? Akina maini, akina nani na vile vitu vyetu hapo, inakuwaje hiyo timu yake? Yani hiyo ndio adhabu nyepesi. Subhanallah, Allah tunusuru na adhabu ya moto. Leo Waislamu kwa kuisikiliza hadithi na uzito wake, kuna watu ni kila kukicha wanawatia wenzao motoni. Ya subhana, huo huruma wenu nyinyi uko wapi ambao Mtume katufundisha? Badala ya kuhurumiana, kupeana maneno ya kupeana matumaini, kuelekezana dini na watu wanatoana tu peponi, wanapelekana wanatoana peponi, wanatiana motoni, na peponi wanapelekana wao. Hapo kikundi cha watu 15, 20, 30 wao tu ndo wanaenda peponi na mashehe zao. Subhanallah, Allah tuongoze sote. Muislamu wa kweli anamtamania mazuri mwenziwe. Ndipo aliposema Bwana Mtume, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Haiwezi ikawa sawa imekamilika imani ya mmoja wenu mpaka afikie kuwa moyo wake muda wote anatamania kwa Muislamu mwenzake apate mazuri ambayo hata yeye anayatamania hayo. Sie tunapeleka tachomwa na Mungu, wapumbavu, lugha ngumu letishi yeye huyo naye. Muda mwingine yupo katika membari, shekhi anatoa maneno kama anachanga kuni. Subhanallah, Bwana Mtume Muhammad anawafundisha masahaba namna gani wao ndio warithini wa kwanza wa kazi yake ya dawa. Anawaambia, yasiru wala tuasiru, fundisheni dini wenye pesi na vutia, msifundishe dini kaonekana nzito ngumu. Kisha akawaambiaje? bashiru wala tunafiru, wapeni watu maneno ya matumaini, musikatishe watu tamaa, musitawanye watu. Hadithi hii pia ni ya Bukhari, haina wasiwasi. Inna sa'yakum lashatta, ishi maisha yako. Aliamua kwa maksudi. Yeye kaamua maisha yake awe anapenda kireba. Yeye kaamua kuwa ni mtu wa nini? Kireba. Ishi hivyo, asikutoe mtu. Ukihama hapo, ama kwa faida. Hakuna kuigaiga. Tumeingia msikitini, umemwona mtu kafunga hapa, kapendeza nawe kesho unafunga hapa. Kesho kutwa unamwona mtu kafunga hapa, ile imenoga zaidi, style ile kama kidogo takuanguka, nawe kesho Allahu akbar unatundika hapa. Kesho kutwa unamwona mtu kafunga chini ya kitovu, nawe kesho kutwa pale kama utaki, kama unaongea au ulikani kama una swali. Yani wewe unaishi maisha yako. Kesho unamwona mtu atikisa kidole na atikisa kidole. Kesho kutwa unamwona kidole chake atikisa kidogo kama
kama indicator hivi, anapiga pembeni na wekesho huyu kama anakoroga chai hivi na wetena hivi. Uislamu uko hivyo, inna sa'yakum ukihama ulipokaa, hama kwa misingi na faida. Hama kwa misingi na nini? Ndugu zangu katika imani, kutoyaelewa haya, hebu twende katika maisha ya kawaida. Kuna mtu anakaa Kinondoni, nyumba 150,000, kipato chake 300,000. Kusimuliza maisha. Nenda Mbagala kwa Mparange, chumba 30,000-40,000. Mshahara wako unafanana na kukaa chumba cha 40,000. Ishi maisha yako. Wengine wanapelekwa kuta na wake zao, midume mizima. Mshahara wako 180,000. Mkeo anakuambia anataka jiko la umeme, anataka hiki, akitoka kwenda sokoni umwandalie daladala, huyu watembee mwenyewe. Kipato chako akiruhusu, ishi maisha yako. Mwaka mmoja Sheikh Juma niliwahi kupata dondo Mikocheni. Wale watu wakanipeleka katika nyumba mbili, moja ya ghorofa, nichukue toa moja na nyumba ya chini, chukua nyumba nzima unateua vipi? Nikaambia zote sitaki, na katabika. Kule chipsi 500, miguu ya kuku samaki fungu 500. Unataka kuniweka huku fungu la samaki 3,000. Huku nakufa mapema. Wacha niishi maisha yangu. Tandika ndiko ninakoendana na mimi. Andazi shilingi 100. Miaka 15 andazi bei yake 100. Unaishi maisha yako. Usiyalazimishe maisha. Kijana anakwambia nataka chumba, vyumba 2 apartment, iwe na choo ndani na iko na store. Unamwangalia una vitu gani? Ana kitanda, godoro, ndoo 2 na kinu. Vitu vyote tunavitaka vya nini? Kaka ibuza chumba 40. Unaishi maisha yako. Unamuoa mwanamke unamjua ni mtu wa matawi ya juu. Chai peke yake asubuhi 20,000, twende 20,000 mara mwezi 600,000. Chai peke yake, wewe kipato chako 3,500. Unatengeneza misingi ya kuwa mwizi ya matapeli. Huyu mwanamke katika sheria wanajua mashehe, kuna kitu kinaitwa kafara al-kufu. Unayemuoa unaona unakwenda naye hata kuua mapema. Watoto zetu wanaishi maisha sio yao. Anakwenda shule, anakutajia vitu anataka hivyo, sio wajibu wa shule, ili mradi kwa sababu kawaona watoto wa kitajiri wanavyo. Anataka simu ya milioni 3. Wewe mtoto chukua Tekno, japokuwa wakati mwingine inatukana. Maana Tekno hayoni haya, wakati mwingine unaandika unamtumia mtu message inakuja inatokea na kunya. Tekno inatukana. Lakini ndio uwezo wako. Subiri, itafika wakati na wewe utanunua simu ya milioni 1.5. Kwa sasa baki na hizi za kawaida. Muhimu kwa wakati kuwa na simu hizo smart, lakini nunua smart inayoendana na hali yako. Ukija hata msikitini, imamu aswalishe kwa mujibu wa maamuma wake. Hapa sio Madina. Tuswalishe usome sura Al-An'am yote, tutakukimbia. Tuswalishe kwa tulivu. Wadhuha, watini, inna atainaka, amba unaikata mara 2 au mara 3, sio ndio umesoma ndefu. Lam yakuni hivyo. Tumeona tulivyoswalishwa hapa swala tamu, qiraa nzuri, lakini wakati inakolea mpaka wazee wakimbii. Ishini maisha yenu, hayo maisha yenu waliokuwa sukari na pressure.
Wewe unang'ang'ania tufikiri swala ya mvua, unaswalisha masaa mawili sunna. Kuna wazee huku. Unatakiwa uishi. Angalia aina ya maamuma wako, unaweza kuwasababishia wakatoka katika sala. Mtu atakuja kukwambia unaona anafundisha watu waache sunna. Shehe, kuna wakati tarku sunnati sunnatun. Kuna wakati tarku sunnati sunnatun, kuacha sunna ndio inakuwa sunna. Mazingira, kwa sababu Uislamu ni dini inayoendana na muda, kila muda na kila mazingira. Angalia mazingira yaliyopo. Aya 7, 8, 10, 15 umekwenda nyingi kwa aya zile fupi, aya 20 sio umepiga nyingi. Lakini huwezi kutuswalisha shehe wewe Yasini yote rakaa ya kwanza, Yasini yote maamuma sie. Kesho tunahama msikitini, wateja wanapungua. Sababu wateja wetu si ndio nyie. Mkija mkiswali tukitembeza kofia, umeme unawekwa, maji yanapanda. Bila nyinyi nani anaweka umeme? Unaona suria linapopendeza hivi, maana linafanywa usafi, michango yetu. Sasa wateja kama hakuna, utakuja kufanyia imamu na mkeo. Ishi maisha yako. Wazungu wametutoa. Angalia aya 20 surati al-Hashr. Aya ya 20 surati al-Hashr, Allah anatuambia la yastawi ashabun nari wa ashabul janna. Ashabul jannati humul faizun. Siku zote kuonekana kwamba maisha yafanani, hawawezi wakafanana watu wa motoni na watu wa peponi, kwani hakika watu wa peponi wamefaulu kwa kiasi kikubwa sana. Unadhani hawa watu wa motoni, hawa watu wa peponi, kwa nini hawakufanana? Kwa sababu walitofautiana matendo na sifa. Matendo ya huyu sio ya huyu, kwa hiyo usiigize. Usiigize. Ukiigiza utaharibikiwa. Wazaramo na Wandengereko, sababu ndio makabila yetu. Siwezi kuwataja Wadigo. Ufika wakati tukalazimisha kwenye sherehe ya kutoa mtoto, atafanya sherehe ya milioni 2 na kukopa atakopa. Sherehe tim. Baada ya siku 2 sherehe imekwisha, anakwenda kukopa unga. Huyu kaingia maisha. Mwenzio inawezekana uwezo ana alifanya ile sherehe kwa sababu ana watoto wengi na ndugu wengi walimchangia. Wewe je? Mimi sikubali na mimi nafunga mtaa, utakufa. Wazee wakatupa methali, usimuige tembo kutoa mzigo mkubwa. Hapa leo tumefundishwa na wazee, usimuige tembo kutoa mzigo mkubwa. Wewe toa mzigo wa saizi yako. Si unamwona hata Sheikh Mbuzi, yeye hata kitabu takigumia, anatoa vikaranga vyake 4-5 vinatosha. Wewe umemwona mtu kafanya sherehe ya kutoa binti yake siku 3, na wewe kipato chako kidogo, choo kupiga hodi ni heshima, lakini ukifika unaona yule kachutama. Kabla ya kuingia, ukifika tu yule kachutama anajisaidia chooni. Na wewe unafanya sherehe, unanunua hiki, unakopa, unahangaika miezi 3, macho yamekutoka. Ishi maisha yako. Usiigize maisha, taharibikiwa. Waislamu, muda sio rafiki. Na bahati mbaya Sheikh Juma hakunaambia mwisho muda gani. Na siku zote huwa nawaambia mimi gari yangu ya Kichina Lias au Kwang'an, yani
kadiri ninapotembea ndio inazidi kuchanganya. Ukifanya masiara mimi nafika saa 5. Sijawahi kuchoka kuongea toka nizaliwe. Lakini Uislamu hivi ndivyo unavyotaka. Upande wa maisha yako ya kawaida, ishi kwa mujibu wa hali yako. Upande wa maisha yako ya kisiasa, ishi katika level yako. Kweli na wewe ni mwanasiasa, lakini ishi kwa level yako. Kuiga watu, ndio maana tunasikia leo watu kwenye mipira mtu anaweka bodi mkewe. Sio kiongozi na wala achezi yeye. Unaona wazimu wa kiwango cha juu. Ni wazimu wa kiwango cha flyover. Uchezi wewe, mkitufunga na kupa mke wangu, kwa nini ujitoi mwenyewe? Mtoto wa watu unakwenda kumweka bodi kwa jambo ambalo wewe usiki sehemu yoyote. Wewe ni mpiga makelele tu. Tuliwaiga wazungu, tukauvaa mpira ukawa ndio maisha yetu. Mtu akilala kesho timu yake inacheza, ikifika saa 6:30 kashamka na waza siku kesho itakuwaje. Na kuna wengine jana wakula vizuri hapa. Hakula vizuri kwa sababu ya mpira. Subhanallah. Tumefikia huko. Niliwahi kusema siku moja, mtanisame, unaliona mimi zima miaka 30 kwenda mbele limevaa fulana na mtangaza mwanamume mwenzie. Ateba, wewe unamtangaza mwanamume mwenzio, hujawahi kumtangaza baba yako. Kwa nini usikaji jina la baba yako mzee Kijepa? Unaenda kumtangaza mtu ambaye pengine hatakutawadha hawezi. Basi sawa, penda wa mpira wako, lakini usifikie kwenye dini. Ishi maisha yako. Acha kuigiza wazungu. Leo inafika wakati tumeondoa thakafa yetu, wazee mashahidi. Enzi za ujana wenu mlivolelewa, siku ya Ijumaa. Kipindi hicho kanzu tabu, sio leo kanzu nyingi. Ijumaa misikitini watu wanashindana kuvaa kanzu. Kanzu ndio zimetawala. Tulipoamua kuiga maisha, leo tunashindana jezi siku ya Ijumaa msikitini. Huyu ana Manchester, huyu ana Arsenal, huyu ana Yanga, huyu ana Azamu, tena wenyewe wanaipambia bwana, wa idha azamta fatawakkal Allah. Subhanallah. Tumefika huko kwa kuiga. Tuliacha maisha yetu, tuna tamaduni zetu Waislamu. Watu walishindana makoti, viremba. Siku ya Ijumaa kanzu zinawaka. Leo subhanallah, mijezi msikitini. Achana na Ijumaa nne. Ndio Ijumaa, basi subiri andika Ijumaa. Subiri siku ya Idi. Utaona na vijezi vya Simba, utakataka vya Yanga, utaviona vitu. Hata siku ya Idi watu wasijue leo kwenye mitaa yetu, leo Waislamu kwao ni siku ina ukubwa gani. Wanavyoziona kanzu, makoti, viremba, kila mtu anajua leo ni siku nzito kwa Waislamu. Unaona chama JR siku ya Idi. Yani kuna mtu anatamani ule chama we babake mzazi. Hajawahi kutamani, ya Rabbi, kwa nini usingenifanya mimi niwe mtoto wa Sayyiduna Abubakar? Kwa nini nisingekuwa mtoto wa Umar ibn al-Khattab? Kwa nini nisingekuwa mtoto wa sahaba fulani? Eti anatamani angekuwa mtoto wa chama. Mtu mmoja alisema, yani Mungu huyu chama huyu, dhambi zake zote tupe sisi tugawane. Watu wamefika huko kwa maisha ya kuiga ujinga. Inna sa'yakum la yastawi ashabun nari wa ashabul janna, ashabul jannati hum kama tufanani. Watu wa peponi wana maisha yao na matendo yao, na watu wa kimotoni wana matendo yao na maisha yao. Basi hakikisha teua maisha yako uishi nayo hayo yakakutoe. Hata mtu akikuuliza
Kwa nini unafanya kitu fulani? Uwe na majibu toshelezi. Uwe na majibu toshelezi, yanatosha. Hata kwenye dini wanavyuoni walikosoana, walielekezana vizuri, lakini alitokea labda mmoja ama wawili, ubinadamu uliwachukua katika kukosoa kidogo, walitumia lugha ngumu, basi watu wanadhani ile ndio nini, ndio sunna, wanaivaa. Sasa umeingia mfumo wa kutukanana. Unajua, kwa sisi watu wa pwani kuna mabwao, huku kwetu kule Tandika kuna sehemu inaitwa Yombo. Ukimwona mtu bwawani anaoga, akavua nguo zake kaziweka pembeni, anaoga akija chizi kavaa nguo lakini mbovu, chizi akizichukua nguo za yule anayeoga mzima kaondoka nazo, yule akatoka mzima kwenye maji, anamkimbiza chizi aliyekuwa na nguo mbovu ambaye kabeba nguo zake, yeye anatoka hana moja. Wawili hawa chizi anakuwa nani? Nyinyi mnanielewa ninachokisema? Wewe una nguo, jistiri. Ukimkimbiza yule chizi, unakuwa mwezio zake anazo zinazofanana na yeye, sababu yeye chizi zake mbovu. Kwa hiyo kuna wakati ukijibizana na watu unaonekana wewe una akili. Ni bora ufanye nini? Tunaugawa umma kwa kuacha maisha yetu, tunaugawa umma. Yaani kuna watu wamejiwekea wao, wanasubiri watu kuwaradi tu. Na muda mwingine kuna kisa kidogo kule kwetu. Vijana sisi tunapenda kufuatilia wakati tuko vijana sana. Sasa hivi tena ujana nyosha huo umeisha, miaka 50 na bado kijana unatafuta 60 tena. Yaani mtu akiteleza tu, muogo akasema muodo na oya kachapia. Sasa siku moja tulikaa mahali, kuna bwana mmoja alikuwa anaongea akakosea. Musa akasema Musha, saa 6 akasema shashita. Kijana mmoja akanyanyuka, oya msikilizeni, Musa akasema Musha, saa 6 akasema shashita, kakoshea. Na yeye kakosea. Yaani ile kutangaza kukosea kwa mwenzake, hatimaye na yeye kafanyaje? Badala ya kusema kakosea, yeye akasemaje? Kakoshea. Ndio wakosoaji wa leo, wanamkosoa mtu alafu yeye ndo anakosea zaidi. Ndio hali iliyotokea, na mtu wanyamazie. Siku moja mimi niliwahi kutoa namba, jamani bora tukae chini tufanye mdahalo, anayejiweza nitafute namba hiyo. Hakuna aliyesogea mpaka leo, lakini wanaongea pembeni. Unaamini zile namba wakuziona? Wanaogopa Joni. Lakini tuanze sasa. Mimi nimekaa na media zangu, natafuta Darsa TV, Mtoro TV, Saibugao TV, Mziwanda, nikazijaza kwamba leo sasa namshambulia Sheikh Juma. Yeye anashambulia kule, mimi ninashambulia kwa wanawake. Wanachora mstari katikati, wamemaliza kucheza rede, washafungana, akina mama kule wamechomekea madira, hivi tishi. Ugomvi wa wanawake. Wanaume wagombani hivyo. Wanamume wanakaa wanayamaliza. Wanamume ishi maisha yako kama mwanamume. Kuna maisha mwanamume anatakiwa aishi. Na ikifika kwenye dini, kuna maisha Muislamu anatakiwa aishi. Ukiwa maamuma, kuna maisha anatakiwa maamuma awe. Kama imamu, kuna maisha imamu anakuwaje. Imamu tena jamani tunamwona anatembea na pandela hindi, anatafuna barabarani. Kweli sio murua kwa watu wote, lakini kwa imamu baya zaidi. Bwana salamu alaykum imamu, safi barabarani pandela hindi. Hayo hayafanani na hadhi yako. Jiangalie, jitathmini kwamba mimi imamu kweli natembea na kula barabarani. Kuna maisha unatakiwa uishi, usiigize. Mbona Libya imamu anatoa hutuba akiwa amevaa suti? Libya. Hapa Tanzania
imamu waswalishe watu kwa vile walivyozoea, vaa kanzu, funika kichwa. Sio unachomekea tena, iwe imetokea dharura tu na mwenyewe ujilaumu. Usiwe utamaduni wako vijana kuuliza hujasoma. Msomi aeleweki, leo asubuhi unamkuta kafunga hivi, baadaye kafunga yote inafaa. Hapana, ishi maisha yako. Maneno ni matamu na maiki tamu zaidi, lakini mimi nahisi inawezekana kuna watu wanataka kuniuliza maswali ili nitoe nafasi ya maswali. Nilichokikusudia nifunge maneno yangu. Dunia inatupeleka inapotaka. Dunia inatupeleka inapotaka, kwa maana inatupeleka kuwa maisha ya kidunia kama dunia tuyape nafasi kulikoni utu wetu na dini yetu. Tuishini maisha yetu, tusihame, tusihamishwe na mafuriko ya kidunia yakatutoa kwenye utu wetu. Tuishini, mkubwa ajulikane kuwa mkubwa na mdogo ajulikane kuwa mdogo. Tuishini, shekhe ajulikane kuwa shekhe na mtu wa kawaida ajulikane kuwa ni mtu wa kawaida. Haya ndiyo maisha yetu sisi Waislamu. Angalia Bwana Mtume Muhammad katika hadithi ya Muslim. Aliwaambia, i'malu kullun muyassarun lima khuliqa. Wasomaji wanajua lugha iliyotumika kubwa hapa. I'malu, fanyeni kila unachotaka kufanya. Mwingine yeye biashara, mwingine kazi, mwingine kusomesha. Ukifanya kazi si yako, hata kama ulikuwa na msingi gani, utajikuta kila siku unashuka, kwa sababu kullu muyassaru lima khuliqa. Kila mmoja katengenezwa kwa kuwepesishwa kwa kile alichoumbiwa. Kila mmoja ana kipaji chake. Ukiona umepambana kuhifadhi Qur'ani, unaishia juzu 3, juzu 4, mshukuru Mungu, hilo jambo sio lako. Kasome fiqh. Kasome fiqh. Umeona umepambana fiqh yakubali, kasome hadithi. Kullu muyassaru lima khuliqa. Ukiona genge alikubali. Kuna mwingine ana kipaji cha duka la bidhaa muhimu, unga, sukari, ndio kipaji chake. Wewe unataka kwenda kuendesha daladala utoboi, kipaji chako kutoka. Wewe mpaka leo na miaka 32 unakuwa na ndoto utafanikiwa kucheza ligi kuu, bado uko mchangani. Acha hizo habari, nenda kajifundishe adhana, uwe muadhini msikitini. Ikiwa mpaka miaka 30 hujacheza hiyo ligi kuu, sio kipaji chako. Kullun muyassarun lima khuliqa. Fahamu ya jambo lako, siigize. Mbona hiyo nalipwa milioni 40? Kile kipaji Mungu kampa wewe, hajakupa hicho. Wewe fundi viatu, kaa kazi yako kushona viatu. Kaa kwenye jambo lako. Tusihamishwe. Na sisi watu tunaoitwa walimu wa dini tunajisahau huko. Maisha tunaoishi nayo sio kabisa. Mafuriko ya dunia yanatusukuma. Leo jana tulikuwa tunajadili tarehe 8 mwezi ujao kuna mashindano ya Qur'ani yatakayofanyika Azam Complex. Mwezi wa Ramadhani itakuwa kuna mashindano ya Qur'ani. Lakini inasemekana tarehe 8 hiyo muna jambo lenu. Hapo ndani yake kutakuwa na vitu vitatu. Kutakuwa na mashindano ya Qur'ani, lakini ya dhuhuri ya alasiri baadhi ya misikiti kutakuwa na darasa za tafsiri. Wakati huo jioni si saa ngapi kutakuwa na jambo lenu. Je, shehe kwenye darasa mtapata watu?
Watu washaanza kwa shekhi, hii siku tuachie, hii siku siweke darasa hii. Bali ikifika magharibi kitahi, kiwezekana inaka igawe malizo. Inna a'tainaka al-kauthar. Allahu akbar. Kipande kilichobaki, maana watu wana jambo lao. Hii ni dunia na huu ni mpango maalum. Leo watu hutuba inatoka, mtu anachati msikitini. Inatolewa hutuba ya Ijumaa, Muislamu kaja anachati. Yani imefika wakati mpaka muda wa ibada pia tunaona hautoshi. Mtu gani unashindwa kutoa dakika zako kwa ajili ya Allah, alafu tunataka tubarikiwe? Maisha ya mwili hayo, maisha ya wazungu waachieni, sisi tuna maisha yetu. Tubakini katika maisha yetu. Hii ndio mada yangu. Usiigize maisha, usifuate mkumbo, utaharibikiwa. Hakuna aliyefuata mkumbo ila aliharibikiwa. Nyie mashahidi 94 mpaka 2005, ni mashahidi mambo ya kufuata mkumbo, nguvu ya kafu, chama cha kafu, nguvu ya kafu. Kuna watu walikuwa wanatoa aya kwamba kafu ndio chama cha Waislamu. Chama cha Mungu kinashindwa siku zote, kinashindwa tu chama cha Mungu hicho chetu sisi. Chama cha Mungu hakiwezi kushinda. Ala inna hizballah humul muflihun, ndio Mungu anasema. Lakini tuliaminishana tena, mtu anakusomea na aya kabisa, qaf wal qur'ani. Angalia, Mungu kaitaja qaf wal qur'ani. Sina maana tuame kafu, yani inafika wakati tunafuata mkumbo tu. Kila siku mimi nawaambia, kafu mpango wa hela, Chadema mpango wa hela, CCM mpango wa hela. Asinune mtu hapa. Kila mtu angalie kullu biyasaru lima kulikala. Angalia urefu wa kamba yako kale huko. Ona kuna CCM nenda, ona kuna Chadema nenda, tusilazilishane. Hakuna chama cha dini. Isipokuwa mwenye akili timamu hatoangalia chama, ataangalia mgombea makini. Ataangalia mgombea makini. Nitampa kura yangu yule makini kidogo. Maana yake kuna afadhali na potelea mbali. Tusipelekeshwe. Sisi ni watu, tumeumbwa. Watu wa mantiki wanasema ittafaqna ala alla natafika. Tumekubaliana tusikubaliane. Si mnanielewa? Tumekubaliana tusikubaliane. Tumekubaliana hivyo kwamba mimi napenda mwanamke mwembamba, hatukubaliani. Wewe unapenda kibonge. Maisha ndio yako hivyo. Ittafaqna ala alla natafika. Tumekubaliana tusikubaliane. Mume Yanga mke Simba, tumekubaliana tusikubaliane. Makubaliano yetu ni kutokubaliana. Yani kuna mtu hiyo dini hapendi kabisa, lakini anapenda kuachia ndevu. Mwingine anapenda dini lakini ana ndevu hawaelewani. Tumekubaliana tusikubaliane. Yani matumizi mazuri ya akili ndio msingi wa dini na maisha. Sasa nguvu zinazotumika mabwana, tunakwenda kugombanisha watu. Tunafika wakati hatuzikani kwa sababu ya shikamoo. Tunakosana na wazee wetu kwa sababu ya shikamoo. Tunakosana na ndugu zetu kwa sababu ya vyama vya siasa. Tunakosana na ndugu zetu kwa sababu ya vilabu vya mipira. Hapana, huko tusifike. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadhani kwa idhini yako adhini mtu alafu